Leo tarehe 3 ya mwezi wa 7 mwaka 2026, Mahakama ya Rufaa ya Tanzania ambayo ikikaa katika kikao chake hapa jijini Dar es Salaam, yupo na majaji watatu: Jaji Mwarija, jaji wa Mahakama ya Rufaa, Jaji Zainabu Mruke, jaji wa Mahakama ya Rufaa, na Hamisi Amur, jaji wa Mahakama ya Rufaa. Ilikuwa nasikiliza kesi ya mapitio ambayo imeletwa na mkurugenzi wa taifa wa mashtaka DPP dhidi ya Tundu Antipas Mughwai Lissu, ambayo ikitokana na ile kesi ya uhaini ambayo iko bado katika mahakama kuu masijala ndogo ya hapa Dar es Salaam. Sasa maombi haya yanatokana na ule uamuzi wa mahakama kuu wa tarehe 24 ya mwezi wa pili mwaka 2026, ambapo mahakama kuu ilikuwa imekataa kupokea ile notisi ya ushahidi wa ziada toka shahidi ambaye tayari alikuwa ameshaorodheshwa katika orodha ya mashahidi katika mahakama ya ukabidhi au mahakama ya komito, ile mahakama ya hakimu mkazi ya Dar es Salaam inayokaa pale Kisutu. Sasa upande wa jamhuri haukuridhishwa na uamuzi wa mahakama kuu ambao ulikuwa umekataa kwamba ule ushahidi ambao unatakiwa kutolewa ulikuwa unatakiwa kutolewa na mtu ambaye tayari ameshaorodheshwa na kile kifungu cha 308 cha sheria ya mwenendo wa kesi za jinai kinakataza kwamba shahidi tayari ambaye ameshaorodheshwa katika orodha ya mashahidi na mahakama ya ukabidhi hawezi tena kuletwa kutoa ushahidi katika ushahidi mwingine au ushahidi wa ziada katika mahakama kuu. Upande wa jamhuri wenyewe umepeleka maombi yake ya mapitio katika mahakama ya rufaa. Tarehe hiyo 24, mnakumbuka siku ile kwamba tulikuwa tuendelea na kesi, walikuwa maomba ahirisho la dakika 50, wakaenda wakatumia saa 4 nzima. Baadaye walivyorudi ndio wakatuambia kwamba wakatuletea hiyo notice, na walikuwa mkumbuke, walikuwa wamezima na simu zao ili wasipatikane wakipigiwa kwamba tayari mahakama iko tayari kuendelea na kesi. Walivyoibuka saa 8 na karibu saa 9 kasorobo ndipo walipokuja na hiyo notice kwamba wamekata rufaa mahakama wamepeleka na maombi ya mapitio mahakama ya rufaa. Sasa kesi hii imechukua, mwenyekiti ameweza kuonyesha wazi kabisa kwamba tokea tarehe 24 ya mwezi ule wa pili mwaka 2026 hadi leo tarehe 3 mwezi wa 7 mwaka 2026 ni siku 139 ambazo yeye amekaa ndani. Kesi haijasikilizwa, na amesema kwamba ilikuwa ni mbinu mojawapo ya kuweza kuipaki hii kesi, kwamba kuichelewesha tu wakati yeye anaendelea kuumia. Sasa alikuwa amewasilisha zuio pingamizi dhidi ya maombi ya serikali, akisema kwamba haya ni miongoni mwa aina ya mashauri au aina ya maombi ambayo hayaruhusiwi na sheria, kwa sababu mahakama inapotoa uamuzi mdogo kuhusiana na hoja yoyote mahakamani, basi wadau hawaruhusiwi kukata rufaa au kupeleka maombi ya mapitio. Labda tu pale ule uamuzi unapokuwa umetolewa uwe na ile hadhi ya kumaliza kabisa lile shauri au kuamua kwamba nani kashinda nani kashindwa.